tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja anaitwa Kirongo Emmanuel. Anatokea katika mkoa wa Lindi, wilaya ya Nachingwea. Yeye anauliza kutokana na matatizo yanayomkabili mzazi wake. Anasema mzazi wake amefanya vipimo na ameonekana ana shida ya mawe kwenye figo, na hilo limekuwa tatizo kubwa kwa sababu ni kama vile kwa mzazi wake limemfanya akose matumaini tena ya kuona kwamba ana nafasi nyingine ya kuishi. Sasa anatuuliza kwamba hivi upo uwezekano wa kuondoa mawe katika figo? Yaani ziko dawa zinazoweza kufanya mawe yakaondoka katika figo? Naam, asante ndugu yetu Kirongo Emmanuel kutokea mkoa wa Lindi, wilaya ya Nachingwea kwa swali lako. Kwanza pole sana kwa matatizo yanayoikabili familia yako. Matatizo ya mawe katika figo yamekuwa ni matatizo makubwa sana kwa sasa. Watu wengi wamekuwa na haya matatizo, na wengi waliokuwa nayo wamepoteza hali ya matumaini ya nafasi nyingine ya kuishi. Lakini haya ni matatizo ya kibiolojia na yanaweza kutibika kwa dawa mbalimbali. Kama umekosa dawa ya kitaalamu, manake dawa mbadala zipo na zinaweza kutatua hiyo changamoto na mtu akakaa sawa kabisa na figo zake zikawa ziko vizuri. Hujachelewa. Cha muhimu, unaweza kumtibia kwa dawa zifuatazo. Tafuta ndevu za mahindi. Mmea wa mahindi una ndevu, yani kama hizi hapa unazoziona. Hizi ndio ndevu za mahindi. Ukishapata, hakikisha zinakuwa na ujazo wa kilo moja. Yani hizi ndevu hakikisha zinakuwa na ujazo wa kilo moja. Alafu namna ya matumizi, chemsha katika maji yenye ujazo wa lita 3 kama na robo. Yani chemsha maji yenye ujazo wa lita 3 na kidogo. Hakikisha yale maji yamechemka kabisa. Kisha ipua yale maji. Usichemshe pamoja na zile ndevu za mahindi katika jiko. Weka pembeni yale maji, kisha chukua zile ndevu za mahindi zenye ujazo wa kilo moja, loweka katika yale maji ya moto ambayo uliyachemsha mpaka ile kidogo iliishia jikoni ikabaki lita 3. Weka hizi ndevu za mahindi. Kisha acha kwa muda wa masaa 5. Funika, acha kwa muda wa masaa 5. Kisha kachukue, chuja haya maji. Atakunywa lita 1.5 kwa siku. Lita 1.5. Kesho yake atakunywa tena lita 1.5. Alafu siku inayofuata atapumzika, asitumie. Kisha siku inayofuata tena atakunywa lita 1.5. Yani atachemsha tena utaratibu huo lita 1.5. Alafu siku inayofuata tena anakunywa tena lita 1.5. Yani anakunywa siku 2, anapumzika siku 1. Anakunywa siku 2, anapumzika siku 1. Na kwa kutwa anakunywa lita 1.5 kutwa nzima, hakikisha ameimaliza. Kwa hiyo anakunywa kidogo kidogo mpaka anaimaliza. Hakikishe imeisha yote lita 1.5. Kesho yake hivyo hivyo, siku 2 anapumzika. Atafanya hivyo kwa muda wa siku 11. Yani zile siku anazokunywa siku 2 anazihesabu zitimie siku 11. Baada ya hapo atakuwa yuko salama. Kadiri atakavyokuwa anakunywa, atakuwa anasafisha figo, anasafisha njia ya mkojo, na yale mawe yatakuwa yanaondoka kidogo kidogo, yanasagika kidogo kidogo na kuondoka, na hatimaye siku hizi zikifika atakuwa yuko vizuri kabisa. Pole sana ndugu yetu Kirongo Emmanuel, na tunasema kwamba tumia utaratibu huo, mzee atakuwa yuko safi kabisa. Matatizo ya mawe katika figo ni matatizo ya kibiolojia, sio uchawi wala sio hali ya kurogwa. Ni matatizo ya kibiolojia na yanatibika iwapo mtu atafata utaratibu uliokuwa sahihi. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic. Kama una swali lolote, andika hapo chini kwenye comment, andika jina lako na swali lako, kisha tutuma hapo kwenye comment. Tutaona nasi tutakujibu kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.